Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Kenya TV mahali popote ulipo, hujambo? Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo. Kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameweza kungurumia kuhusu kumgeuka rais na kuungana na Rigathi Gachagua ili kushinda uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Na maanisha nini? Raila amezungumzia swala la kuungana na Rigathi Gachagua kabla ya 2027. Ni kipi hiki ambacho amezungumza na ni kwa nini amezungumza hivyo? Hayo ndio tunaenda kuchanganua kwa undani. Naomba kujua unatazama hii kanda ukiwa eneo lipi. Unaweza kutuandikia katika sehemu ya maoni ili tujue watazamaji wetu wanatutazama wakiwa taifa lipi. Ikiwa uko katika taifa letu la Kenya utaniandikia kaunti, ukiwa taifa lingine pia unaweza kutuandikia ili kujua mnatutazama mkiwa wapi. Kuna sauti naomba kuiweka hewani ili tusikize, kisha baadaye nikirudi nitakuwa na changanua moja kwa moja. Lakini kabla ya kuweka hiyo sauti, naomba tu ukaweze kutupea a like katika kanda hii, na ikiwa hauja subscribe katika channel yetu ya Kenya TV, kuna kitu hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Tutakaribia kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Kenya TV, na sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Asante na karibu. Siku ya Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025, Raila Odinga na baadhi ya wandani wa Rigathi Gachagua aliyeng'atuliwa mamlakani kama naibu rais waliweza kuhudhuria mazishi katika kaunti ile ya Machakos. Kuna mwandani wa Rigathi Gachagua ambaye ni seneta wa kaunti ya Murang'a, anaitwa Joe Nyutu, aliweza kukabidhiwa kipaza sauti mbele ya Raila Odinga na waombolezaji. Aliposimama alizungumza hivi. Tusikize, kisha baadaye nikirudi nitaweka sauti nyingine ya Raila Odinga, kisha baadaye nitakuwa na changanua. Tusikize sauti ya Joe Nyutu, seneta wa kaunti ya Murang'a. I come from Murang'a, Your Excellency, the Prime Minister, where SK Macharia comes from. For the sake of SK Macharia, who has really wanted to see you become president. You can only become president if you run in 2027. Gachagua is ready to support you. If you support Ruto, you will have to play second fiddle. You will frustrate our honorable SK Macharia. Support Rigathi, Kalonzo, and you will be president. Thank you very much. Aliweza kusimama na kusema ya kwamba Rigathi Gachagua ako tayari kumuunga mkono Raila Odinga 2027 na kushinda kiti cha urais, kwa sababu Raila Odinga ile nafasi ako nayo ni ya 2027 kutangazwa kuwa mshindi wa urais humu nchini. Raila Odinga aliposimama aliweza kunguruma ama kuzungumzia swala hilo nzito la kuungana na Rigathi Gachagua. Tusikize vile Raila Odinga aliposimama, ni kipi ambacho alizungumza. Sikizi, naona huyu kijana wengine kutoka Murang'a anasema tu utaka kuwa rais kwa na Gachagua na Kalonzo. Wewe vile nimetoka bwana. Poa kabisa. Unajua hii demokrasia tunajenga katika taifa letu, tumetoka naye mbali. Raila Odinga aliweza kumjibu na kusema ya kwamba tumetoka mbali. Umeniambia niingie katika kambi ya Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka. Wewe poa, ninajua vile kunaenda. Now, I want to put this into perspective so that we can understand Raila's decisions politically come 2027. Uamuzi wa kisiasa kwa Raila Odinga utakuwa ni upi katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027? Point number 1. Kuna uwezekano mkubwa
wa Raila Odinga kujiondoa kutoka mkataba ama kambi ya Kenya Kwanza katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Kwa nini? I'm going to defend my answer. Baada ya Raila Odinga kutia sahihi katika mkataba wa maelewano na rais, aliweza kufanya ziara yake rasmi ya kwanza katika kaunti ya Kisii kule Nyanza, kuhudhuria sherehe ama uzinduzi wa jezi ya timu ya Shabana katika uwanja wa Gusii Stadium. Alipofika kule, watu wakajiondoa katika uwanja wa Gusii Stadium, wakasema hatutaki Raila must go on Ruto. Kumaanisha alionyeshwa picha halisi baada ya kuungana na mrengo wa Kenya Kwanza. Hakuna matumaini kwa sababu eneo hilo la Gusii lilikuwa linampokelea kwa shangwe, vigelegele, kwa mbwembwe za aina yake. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Huenda hili liweze kuchangia astahimili tu sasa hivi hadi 2027, lakini kampeni zikienda kuzinduliwa ajiondoe katika mrengo huo ili kuhakikisha kwamba amerudisha uungwaji mkono wake wa kisiasa katika eneo mbalimbali. Number 2. Raila Odinga alipoenda kule Machakos siku hiyo ya Jumamosi na siku ile ingine ya Alhamisi, alikuwa Central, to be specific, katika kaunti ya Kiambu katika mazishi. Nayo aliweza kukiri ya kwamba baba aendelee ama asiendelee. Akasema baba aendelee kwa sababu ameulizwa hivyo. Akasema haendi Pondo kupumzika. Hiyo ni ishara tosha. Katika kampeni zijazo za mwaka 2027 huenda Raila Odinga amruke rais. Lakini pia tukichanganua kwa undani point number 2, Raila come 2027 might have 2 options. Yani ikifika 2027 atakuwa na options mbili. Moja, either to support Ruto, lakini akiamua kumuunga mkono kuchaguliwa kwa mara ya pili Rais William Ruto, lazima Raila Odinga, chama cha ODM, kikaweze kupendekeza nani atakuwa naibu rais. Kumaanisha nini? Ikiwa ODM na Raila wanaenda kumuunga mkono kuchaguliwa tena Rais William Ruto, lazima naibu wake awe wa chama cha ODM ambaye Raila Odinga atapendekeza. Kwa sababu Ruto alikuwa mwanafunzi wa Raila Odinga, Raila Odinga hatakubali kuwa naibu wake. Ni kujidunisha kisiasa. Huenda amkabidhi gavana wa sasa katika kaunti ya Homa Bay, Gladys Wanga, ili kuwa naibu rais wa William Ruto. Kwa sababu kuna wakati nakumbuka vizuri, rais aliposimama akasema lazima tubadilishe siasa za humu nchini. Ikiwa rais ni mwanaume, naibu rais awe mwanamke. Ikiwa mwanamke ni rais, naibu rais lazima awe mwanaume, ili kuconsider gender, swala ambalo limeangaziwa katika katiba iliyopitishwa na Wakenya mwaka 2010. Kumaanisha Kindiki hata kuwa na nafasi, lakini kwa sasa hivi yeye ndiye naibu rais official to 2027. Lakini kuanzia hapo I don't know. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mokenya TV. Na sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi zaidi. Naomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio kwa sababu sijafika kwa studio, lakini nikifika nitakuwa naonekana kwa picha. Asanteni sana. Asanteni.